Bila shaka karibu katika sehemu ya 4 na ya mwisho ya taarifa hizi za yanayojiri. Tunazidi kuangazia swala zima ambalo ni mjadala mkubwa humu nchini kuhusiana na hofu ya msambao wa Ebola, na iwapo Kenya katika hatua ambazo imekuwa ikichukua ni hatua ambazo huenda ikaliweka taifa katika athari na vile vile kuliweka katika hatari ambazo itaweza kushindwa kuzimudu. Lakini taifa limesema liko tayari na itakuwa inajenga vituo 23 vya karantini humu nchini, ikiwemo kule eneo la Alupe katika mpaka wa Busia, hususan katika eneo la Teso. Lakini watu wa Teso wamesema kwamba hospitali hiyo ya Alupe ndio hospitali pekee ambayo wao huenda kutafuta huduma zao za matibabu, na iwapo itabadilishwa karantini basi itakuwa inawaweka katika athari na vile vile katika kiwango ambacho ni kizito kwao. Nataka tuelekee Nanyuki. Tayari wanaharakati kule wametangaza kutakuwa na maandamano mengine wanayafanya wiki ijayo. Je, maandamano haya yatakuwa yanalenga nini hasa, na kwa nini wanataka Wakenya wajiunge na maandamano hayo? Clement Masombo umezungumza nao. Sisi Wakenya ama Wakenya pale nje, kwa nini wanaitwa waungane na eneo hilo la Laikipia, na wenyewe wanasema si kwetu, ni kwao tu ndo kwenye karantini? Naam, Yeri, hapa niko na baadhi ya wanaharakati ambao wameungana leo na wametoka tu kuzungumza nasi hapa. Wamepinga vikali hiyo hatua ya serikali ya Kenya kutia saini mkataba na serikali ya Marekani na kuruhusu kujenga kituo cha karantini na matibabu ya ugonjwa wa Ebola hapa kaunti hii ya Laikipia, mji huu wa Nanyuki, katika kambi ya jeshi ya Laikipia Air Base. Wanasema kwamba kwa njia zote ujenzi ama kuwepo kwa kituo hicho kutaathiri maisha ya wakazi wa hapa na vile vile huenda kuongeza maambukizi ya ugonjwa huo wa Ebola. Lakini sitasema sana, nataka wenyewe wajieleze matakwa yao ni yapi na wanasemaje, wana ujumbe gani kwa Wakenya, kwa waziri na vile vile kwa rais. Tuanze na ujieleze jina lako na matakwa yenu nyinyi ni gani? Kwa majina naitwa Mali Ndegwa. Mimi ni kiongozi wa hii community ya Nanyuki. And number one, leo tumekuja hapa kuzungumza on behalf of watu wa Nanyuki, kwa sababu tumeona serikali hii yetu ya Kenya haitusikizi hata kidogo. Tumeongea, viongozi wa Laikipia wameongea, kina mama wameongea, vijana wametokea maandamano, lakini inaonekana hii serikali imekataa kabisa kutusikiza sisi kama watu wa Nanyuki. Hiyo kambi, waziri anasema ya kwamba iko mbali na watu wa Nanyuki. Hiyo ni uongo. Hiyo kambi iko town katikati. Kuna shule, kuna watu wanaishi hapo kwa gate ya hiyo kambi. Kuna watu wanaishi hapo. Kuna watu wengi wa Nanyuki wanafanya kazi pale. Kuna walimu wako kule. Kuna watu wa jeshi wako kule. Wanaishi huku town na sisi. Kwa hivyo hata wakisema kwamba ati wata contain hiyo Ebola kule, I mean, we are human. There's no way, if they cannot contain the virus huko DRC na Uganda, sisi hapa Nanyuki tunafikiria sisi ni nani? Hata kama Waamerika wamesema watatufanyia, watatujengea, watatupea pesa, wachukue hiyo pesa na all that expertise wako nayo, waende wapeleke Uganda, wapeleke DRC, ama wapeleke kwao nyumbani. Sisi ile mambo tumeona kwa TV kuhusu hii kitu inaitwa Ebola, tunasema hatuitaki hata kidogo. Hatutaki madaktari wa Ebola hapa, hatutaki the experts of Ebola here, hatutaki patients wa Ebola hapa. Wote waende huko DRC wapambane na hiyo hali huko DRC. Hapa Nanyuki tuko sawa. Sisi tulikuwa tu tunaendelea na maisha yetu. Alafu serikali ikakuja hapa ikatuharibia our peace, our stability. People are in panic. Tunashangaa kwa watu wote Afrika mzima. Sisi tu ndio tulichaguliwa kupigana na hii kitu. Tunasema hapana. Nanyuki tumeikataa na tunaomba Wakenya wote siku ya Tuesday tunatokea Kenya mzima in solidarity with Nanyuki to say no Ebola quarantine facilities in Nanyuki, in Laikipia or in Kenya. Period. Naam, shukrani sana. Tusikie sauti yako wewe kama dada. Unahisije kuhusu kuwepo kwa hicho kituo cha karantini hapa Nanyuki? Majina naitwa Florence Washila HSC, mzaliwa Nanyuki, mkaaji wa Nanyuki. We have here ya hii ugonjwa wa Ebola hapa kwetu Nanyuki because we have environment which is near to the Air Force. We have dumping site there and they always came to dump the waste product in that dumping site. Hiyo dumping site huwa tunafanya recycling.
there is a family yenye wako huko ndani huwa najisaidia na hizo waste products za kukura za vitu mingi sana. So tunahofia sababu tunaambiwa huu ugonjwa unaweza kuwa transmitted through mate, hii saliva. So hiyo product yenye wametumia huko then ikuje idampiwe hapa dampe site hii yenye familia zetu huwa wanazitumia, tunafanya recycling. So unaona huo ugonjwa utaenea sana. Another thing, we have Air Force who work there inside the Army Force. They came to rent the houses in our area. Sasa wakitoa huo ugonjwa huko ndani then wakuje hapa nje kwa hizo rental house, na tuko na familia kubwa, si unaona tena watatoa ugonjwa huko watuletee. So tunahofia kwamba tunauliza, si unaona watafunga hata biashara mingi hapa town zitafungwa sababu tunaogopa ugonjwa. Tourist attraction Laikipia Equator inaanza hapa. The best site of Laikipia County ni tourist attraction site. Wazungu wote watacancel safari za kuja hapa Laikipia County. Mahoteli kama hizi mnaona hapa watafunga sababu huwa wanakuja wanalala kwa hizo mahoteli. So biashara hapa Laikipia itakuja kuzoroteka. So tunaomba kwamba sisi kama wananchi wa Laikipia, sababu viongozi wenye walichaguliwa walikataa kututetea, sisi wenyewe tutajitetea. So on Tuesday tuko hapo kwa uwanja tukitetea wananchi. Sisi ndio tunatetea wananchi sababu hatuna mtu wa kutetea. We are the voice of voiceless. So asanteni sana. Thank you. Haya, tumalizia na wewe ndugu, tueleze hofu yenu kubwa sana ni ipi? Asante sana. Kwa majina naitwa wakili Mwangi Mainge kutoka Sheria Mashinani, na hofu yetu kubwa sana ni ya kwamba in case tukue na report ya one patient ambaye amegonjeka hii town itaenda lockdown. Hii town hakuna mtu ambaye atakuja, mashule zitafungwa, biashara zitafungwa, hospitali zitafungwa. The magnitude of this virus is very large. Na inahofia sana Bwana CS akituita goons, ilhali tuko hapa tukitetea jamii yetu, watoto wetu, wazazi wetu. So sisi tunasema ya kwamba tunaikataa kamwe kabisa, na Tuesday tupatane pale hivyo Central Park, tukumbushe Bwana Duale ya kwamba sisi ndo wenyeji, sisi ndo kusema. Hawawezi semea huko Nairobi wa sign contracts kisha watuletee hapa. Sisi ndo tutadhirika tukiwa kwanza na tusambaze huko. So sisi pamoja tunakataa na Tuesday tafadhali tupatane pale Central Park tuone hawa goons ni nani yenye Bwana CS anasema. Asante sana. Naam, shukrani. Yeri, hayo tu ni maoni ya baadhi ya wanaharakati hapa, na kama ulivyosikia wanasema kwamba hofu moja walionayo ni kwamba pale katika hiyo kambi ya Laikipia Air Base mle ndani kuna shule. Wanafunzi ambao wanasoma kule wengi wanatoka nje ya kambi. Jioni kifika wanarudi nyumbani kwao. Hiyo ni pengine huenda ikawa njia moja kueneza usambazaji wa huu ugonjwa. Pili ni kwamba wale wanajeshi ambao kwa katika ndani ya kambi wanatumia pipa moja la kutupa taka pamoja na raia wengine ambao wanaishi karibu na hiyo kambi. Kwa hivyo hiyo pia ni hofu ya pili. Ya tatu ni kwamba kunao wale ambao wanaishi nje lakini pia wanafanya kazi mle ndani kule kwenye hiyo kambi ya Laikipia Air Base. Kwa hivyo katika tu njia moja au nyingine wakiendelea kushirikiana ama kufanya mambo pamoja kama jamii, wanahofu kwamba huenda wakaambukizana huo ugonjwa. Na mwisho ni kwamba iwapo kutakuwa na visa vya huo ugonjwa hapa Laikipia, hapa Nanyuki, hii ni kaunti ya ama mji ambao unategemea sana, uchumi wake unategemea sana utalii. Iwapo kutaanza kuwa na virusi ama kutakuwa na tetesi kuhusu uambukizaji wa hivyo virusi hapa miongoni mwa wakazi, basi hiyo nayo itakuwa tishu kubwa kwa watalii ambao pengine walikuwa wamepanga kuzuru kaunti hii. Kwa hivyo na umesema kwamba mwisho amesema kwamba Jumanne watajitokeza, wanarai kwa Kenya katika sehemu mbalimbali wajitokeze wapinge vikali sana hiyo hatua ya kuruhusu ujenzi wa hicho kituo cha karantini hapa Laikipia. Yeri. Asante sana mwenzangu huyo Clement Masombo, ameweza kutufafanulia na tumesikia sauti za wale ambao wanatoa sauti kuhusiana na hili ambalo ni la masuala ya kujenga karantini katika eneo hilo la Laikipia. Wasiwasi wao mkubwa